baba ya Margaret Chwea anaitwa nani? Ni Jacob Machuki Mukaya. Ndio baba ya Margaret. Baba ya Margaret. Utanisikiza vizuri. Oh ya. Baba ya Margaret Chwea ambayo umesema ni bibi yako anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Chwea. Chwea nani? Hiyo jina lingine sasa siwezi Ni nikaikumbuka. baba yako. Tunakuuliza baba ya bibi yako kwa Kisii ni baba yako, si ndio? Ni David Chwea. Anaitwa David Chwea. Kwake ni wapi? Baba yako. Unauliza kwake ni wapi? Nafuata baba ya huyu ambayo umesema anaitwa David Chwea. Ndio. Kwake ni wapi? Kwa ni Kisii. Kwake Ni Kisii. wapi? Hapo upande wa Kisii Nubia. Mkoti nataka nijue. Ya. Kwao ni hapo Kisii upande ya Nyanchwa. Kwake ni Nyanchwa. Uliwahi enda hapo? Sijawahi kwenda hapo. Uliwahi kutana na baba ya bibi yako? Sijawahi kukutana na yeye kwa maana yeye au kwako alikuwa amekufa. Ongea kwa nguvu ukiwa karibu hapa. Yeah. No, Unasema ulioa. Ulioa kwa njia gani? Ya Kikristo ama ya Kisii? Ya Kisii. Ulilipa ng'ombe ngapi? Hapo sikulipa ng'ombe. Ulioa kivipi? Hiyo nilikuwa nimeoa kulingana na kasama ya Wakisii. Ninakuuliza, Wakisii ni kweli wanaoa kwa kulipa ng'ombe? Nakuuliza, Wakisii huoa kwa kulipa nini? Wakisii wanaoa kwa kulipa ng'ombe ama pesa kama iko. Ulilipa ng'ombe? Sikulipa ng'ombe kwa maana nilikuwa karibu nitengeneze hiyo mpango yote, ikakuja ikakatika. Kwa hivyo ni kweli kwamba hukuwahi lipa mahari kwa yule ambaye unaita bibi? Ni ukweli. Twende kwenye swali la pili. Umesema ulizalisha mtoto wa kwanza, ukamuita nani? Nilimuita Sami Machuki. Ulimuita nani? Sami Machuki. Samuel Machuki. Samuel Machuki ya. Alizaliwa lini? Hizo wakati alizaliwa siwezi nikakumbuka sahihi, lakini iko kwa record sisi ambao kwa submission hizo ambao nimetoa. Huo mtoto bila shaka ni Mkisii. Ni Mkisii. Mila ya Wakisii inasema kwamba mtoto atanyolewa nywele
Ni ukweli? Ni ukweli. Nani umnyoa nywele? Ni mama yangu. Mama yako Ndio. alimnyoa nywele? Alimnyoa nywele. Wapi? Hapo Kisii nyumbani. Ni ushahidi? Sasa siwezi nikasema sahihi kwa maana miaka imeenda. Angalia barua. Angalia barua imeandikwa kwa Kisii. Naambia mahakama. Iangalie. Nani ameandika? Ni Margaret Chwe. Anaandikia nani? Anaandikia baba yangu. Anaandikia baba yako. Baba yako ni nani kwa Margaret? Kisheria. Kisheria? Kwa mila ya Mkisii, bibi yako anamuita baba yako nani? Anamuita baba. Anamuita baba. Ndio. Anaweza mwandikia barua? Jinsi yeye alifanya kuandika hiyo barua, ni yeye jinsi alimafikirio yake, jinsi alikuwa ameandika. Hiyo ndio nimesema. Ndio. Mahakama, una shida mahakama iweze kuelezwa nini huyo ameandika? Hiyo mahakama inaweza jua kama kuna interpreter kwa hiyo barua. Umeieleza kwa Kisii. Ndio. Haijafanywa translation. Yeah. Huyo Margaret anamwambia baba yako nini? Alikuwa anamwambia wachane na yeye. Wachane na yeye. Ndio. Baada tulikutana, yeye ndiye anajua. Inaenda kuconfirm kwamba hakukuwa na ndoa kati yenu. Na umekubali hakuna dawa. Na huyo Margaret anaandikia babako akimwambia achana na mimi. Ni kweli? Ni kweli. Kulingana na vile nimekuuliza na vile umesoma, ni ukweli kwamba mwenye kuandika hii barua hakuwa na mtoto? Hiyo nilikuwa nimeandika wakati gani? Hiyo nikumbushe. Ni barua umenipa ya mahakama. Mwenye kuandika hii barua, for record, hii barua imeandikwa 16th June 1975. Kwa hii siku tarehe 16 June 1965, mwenye kuandika hii barua hakuwa na mtoto. Utajibu? Hapo sasa siwezi kukumbuka hiyo. Twende kwa swali la pili. Mahakama ilipata what I wanted. Angalia record ya mtoto. Umesema mtoto ni wapi? Angalia record imeonyeshwa ya serikali. Umepata? Ile tunauliza record ya serikali inasema huyu mtoto alizaliwa lini? Mwaka wa 1974. 1974. Na hii barua inaandikwa 1975. Twende kwa wazo lingine ambalo umeeleza pale. Umeeleza mahakama huyo mtoto alipewa jina gani? Ulimpa jina gani? Ni Samuel Onyancha. Samuel Onyancha. Wewe una kitambulisho yangu? Yangu. Niko nayo.
unaweza ishika kitambulisho yako ya serikali. Niko nayo. Soma majina yako. Majina yangu yote ni Jacob Machuki Bokaya. Imeishia hapo? Imeishia hapo. Ukishika hiyo vitambulisho, angalia report card ya shule ile mtoto wako alienda nayo. Nimepata hiyo report card ya St. Joseph's. Wewe umepata report card? Umepata majina ya mtoto kwa hiyo report card ni gani? Ni David Chwea. David Chwea. Niulize maswali rahisi. Alizaliwa Samuel, ulimpa Samuel Onyancha Na mama akampatia David Chwea. wewe, achana na mama, ulimpa mtoto majina gani kulingana na record ya baba? Record ya serikali alizaliwa wapi? Samuel Onyancha. Record ya shule inasoma majina gani? Chwea. David Soma Chwea. majina yote ile ya shule. David Chwea. D. Chwea. Aliingia shule lini? Admission ilikuwa 1978. 1978 ndiye aliingia shule. Ndiye aliingia shule. Huyu bibi yako alitoka kwako lini? Huyu Margaret alitoka kwako lini? Wewe huwezi kuwa kwa hiyo rekodi. Nakuuliza, bibi yako alitoka kwako lini? Hii alitoka kwangu 1974. Alitoka 1978. alitoka kwako 1978. Huyu mtoto aliingia shule chini yako. Ni ukweli? Ni ukweli. Wewe ndio ulimchukua shule. Ni ukweli? Ni ukweli. Ulitoa hii majina ya shule tofauti na record wapi? Hapo sijakuelewa. Hebu rudia. Umezaa mtoto wako anaitwa Samuel Onyancha Chwea. Sawa? Ndio. Umemchukua shule wewe mwenyewe, alibadilika lini akaitwa David? David, hii ni mama yake alikuwa amemweka. Wewe ndio ulimchukua shule, ndio nimekuuliza. Akienda shule, bibi yako mko na yeye. Ni ukweli? Ni ukweli. Mtoto mko na yeye. Si mtoto mko na yeye? Ndio tuko na yeye. Unaishi ile estate umesema nini? Botela ama Jericho? Uliambia mahakama. Nilikuwa nakaa Ufafa Maringo. Wewe ndio ulichukua mtoto shule. Wewe ni baba. Si wewe ni baba? Ndio. Umechukua mtoto shule. Ulibadilisha lini jina la mtoto kutoka record ya baba ukamuita jina lingine? Hii ni mama yake ndiye alikuwa amemchukua shule. Ndio akapeana hiyo jina. Ni mama alimchukua shule. Ndio akapeana hiyo jina. Nataka definitely ni mama alimchukua shule. Ulilipa chochote katika hiyo shule? Mimi ndio nilikuwa nalipa. Una ushahidi?
Sasa usaidi gani naweza kutoa ikiwa kama sasa ndi kama nilikuwa nalipa na hao kwa natoa marisiti? Swali rahisi tu. Ndio. Wewe ndio baba. Unalipa fisi ya mtoto. Hiyo report card wewe ndio unaletewa. Mtoto wako anaitwa Samuel Onyancha. Unaletewa report card ya mtoto mwingine anaitwa David. Wewe ni baba. Inawezekana ulisema mbele ya mahakama ni mtoto wako. Kuna chochote mmefanyia yeye kama mtoto wako? Nilikuwa nampeleka shule, nikapeana hata documents zote zika hapo ile ya kuonyesha nilikuwa committed. Onyesha document ya kulipa karo ya shule. Moja. Document ziko hapo. Moja. Iko. Kama iko hapa hakuna shida, kama iko nyumbani. Hapa iko ya kuonyesha umelipa karo. Sasa hiyo maneno naniuliza ya karo ama nini? Mimi niko tu confined kwa hizi My father, baba yangu, ni kitu tu nakuuliza rais, kama haiko. Hiyo tu ndio koti cho. Una chochote cha kuonyesha ulilipia mtoto wako shule? Kwa sahizi sina hizo records. Sawa. Mtoto alikuwa nakula mara 3 kwa siku. Kama binadamu yeyote, sawa? Kuna chochote cha kuonyesha ulimnunulia chakula kwa miaka yote? Hiyo yote imepitwa na wakati, kwa maana wakati ule mimi vitu kama hiyo mimi hiyo kwa marisiti ama nini? Kama hakuna. Hakuna. Mtu alikuwa na mama nguo kutoka azaliwe mpaka leo. Kuna chochote cha kuonyesha uligharamia nguo? Mimi nakuambia chochote kile ambao nilikuwa nagharamia sikuwa na marisiti. Sina marisiti hiyo. Asante. Koti nikamata. Ulikuwa unaishi nyumba ya posta. Umesema hivyo? Ndio. Na unasema ule Margaret alikuwa anafanya kazi wapi? Ministry of Information. Ni bibi yako, mlikaa naye miaka ngapi? Miaka 4, 5. Alikuwa anafanya kazi kama Ministry of Information, kama typist. Ndio. Aliandikwa lini? Ule bibi yako. Hapo siwezi nikakumbuka. Juu aliandikwa lini? Ukimwoa ulimpata akifanya kazi ama wewe ndio ulimtafutia kazi? Ule bibi yako. Tiara alikuwa kazini. Mtu alikuwa anafanya kazi. Ulimpata akiwa na nyumba yake ama alikuwa anaishi kwako? Alikuwa anaishi kwa ndugu yake wakati tulikutana na yeye. Alikuwa anaishi kwa ndugu yake. Ndio. Nani? John Makuri. Ndio ndugu ya Margaret. Ndio. Aliishi kwako? Wakati tulikuwa sasa tumekutana na yeye, alihamia kwangu. Kuna ushahidi yoyote? Sasa yeye ni wakati kule bibi yako. Si, mimi nasema tu ni bibi yako kama ule wako. Nina fact zote. Alikuwa anakula mshahara sana. Ni bibi yako. Sasa habari ya mshahara mimi sio kwa najali habari ya mshahara ama nini? Hujui. Mimi sijui hiyo maneno. Miaka hii mlikaa na yeye. Vifo vilikuwa zinafanyika kweli. Kuna siku alienda mazishi kwenu?
Hapo sasa siwezi nikakumbuka kama alikuwa kulikuwa na mashishi ama nini. Aliwahi enda kwenye mazishi? Mashishi sasa ya nani? Hiyo miaka yote hakuna mtu wenu alikufa. Hakuna. Wow. Kuna mtu alikufa. Wewe ulienda huko? Hakuna. Hakuna. Na mliishi kwa miaka ngapi? Hiyo miaka 5. Miaka 5.